huu imekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo Bwana umetupa kibali kukusanyika mbele zako. Wakati tunapokuwa tunaanza kusikia neno, tunakusihi Roho Mtakatifu wewe ukawe pamoja nasi na kutufahamisha yote ambayo yamekusudiwa siku hii ya leo, katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunalisoma au tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho maadili ndani ya kanisa. Maadili ndani ya kanisa. Timotheo wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 15. Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wa 15. Wiki iliyopita au Jumapili iliyopita tuliangalia pia kwa sehemu juu ya eneo hili, na eneo hili ni pana, hatuwezi kuliangalia lote kwa wakati mmoja, ndio maana tulikuwa tunaangalia kwa sehemu. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15, maandiko hapo yanasema, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Mungu, kanisa la Mungu aliye hai. Kila jamii inayo maadili yake. Mahala popote pale ambako wako watu wanaoishi wamekusanyika, wako watu wengi kwa pamoja, lazima yawepo maadili. Na maadili hayadondoki kutoka juu au mahali popote pale, lakini maadili huwa yanajengwa, huwa yanatengenezwa, na yanakuwa ni mapokeo, nayo yana chanzo chake katika jamii. Yanakuwa na chanzo, huwa yanatengenezwa au yanajengwa katika jamii inayohusika, na yakawa sasa na sehemu au yakawa ni asili ya jamii ile inayohusika mahali pale. Na maadili yanatokana na malezi au mafundisho yanayotolewa katika kizazi kinachohusika, kutokana na utamaduni wao aidha au desturi au mila au imani. Sisi tunapokuwa tunazungumzia maadili kanisani, kwa mfano tunazungumzia maadili yanayotokana na imani yetu katika Ukristo. Na maadili yanakusudia kuwafanya wanajamii waishi maisha ya ustaarabu, maisha ya kuheshimiana, maisha ambayo yanamhakikishia kila mmoja amani, maisha ambayo yanamhakikishia kila mmoja upendo, usalama wetu wenyewe na kuaminiana. Haya yote yanakuwako ikiwa jamii hiyo inayo maadili. Kuna kuheshimiana. Angalia Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Waefeso, tuangalie mfano hapo wa maadili ambayo yanatokana na imani yetu iliyo nayo. Waefeso sura 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Hayo ni maadili yanayotokana na imani yetu, ijapokuwa pia unaweza kukuta katika jamii, katika asili bado wanafundisha juu ya heshima, kuheshimu wazazi, kuheshimu watu wengine, kuheshimu watu wazima. Ni maadili ambayo lazima yawapo na yanakuwa na chanzo. Sisi chanzo chetu ni neno la Mungu. Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 32.
Mambo ya Walawi sura ile ya 9 na mstari ule wa 32. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 32. Mondokeeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Hapa tena tunaweza kuona maadili ya kuheshimu wazee, kuheshimu watu wenye mvi. Hayo yote ni maadili. Maadili yanafanya utu wa mwanadamu uwe dhahiri na kujitofautisha na wanyama wa porini au wanyama kwa jumla hawana maadili, maana wao hawana utu kama jinsi ambavyo Mungu ametupatia sisi utashi na utu. Maadili yanamfanya mtu ajitambue na awatambue wanadamu wenzake, iwe ni wazazi wake au ni ndugu zake au watu wengine, uwepo wao na namna ya kuhusiana nao na mipaka ya mahusiano yenyewe. Maadili yanatofautisha sisi na wanyama. Kwa mfano, utaweza kuona maadili katika jamii yanatuongoza kwamba nani unaweza kuwa na uhusiano naye, aidha mkaoana, mkawa mume na mke, ni nani. Maadili yanatoa huo mwongozo. Si tu mtu yeyote ule unaweza kumwoa, dada na kaka wakaoana, ndugu wakaoana. Hakuna kitu, sio maadili. Maadili yanafundisha yote, na hata katika neno bado neno la Mungu linatuongoza katika maadili hayo. Angalia Mambo ya Walawi sura ya 18. Mambo ya Walawi sura 18 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 6 mpaka wa 20. Tutaangalia mstari michache tu, lakini hiyo mingine unaweza ukaiangalia mwenyewe kwa wakati wako. Mambo ya Walawi sura 18 mstari wa 1 mpaka wa 2, alafu mstari wa 6 mpaka wa 20. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena wewe na wana wa Israeli uwaambie, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mstari wa 6 sasa mpaka wa 20, tutaishia katikati. Mtu yeyote aliye wa kwenu asimkaribie mwenzie aliye wa jamaa yake ya karibu, ili kumfunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Asimkaribie mtu wa jamaa yake ya karibu hapo. Mstari wa 8, mstari wa 7. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue, maana ndiye mama yako, usifunue utupu wake. Utupu wa mke wa baba yako usifunue, maana ni utupu wa baba yako. Utupu wa umbu lako, umbu ni Kiswahili cha zamani, ni dada. Utupu wa umbu lako, binti ya baba yako au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine, utupu wa hao usifunue. Utupu wa binti ya mwanao mume au wa binti ya binti yako, utupu wao hao usifunue, kwa kuwa ndio utupu wako mwenyewe. Utupu wa binti ya mkewe baba yako aliyezaliwa na baba yako, yeye ni umbo lako, usifunue utupu wake. Kwa hiyo kuna maelekezo hapo kwamba ni watu gani unaweza kuhusiana nao au ukaoana nao. Hayo ni maadili. Neno la Mungu hapa linatufundisha juu ya maadili hayo, watu wa kuhusiana nao. Lakini hata watu ambao hawamjui Mungu, kwa kutumia utamaduni, desturi na mila, kuna mipaka ya mahusiano. Hawajui Biblia, hawajui maandiko hayo, lakini kutokana na maadili ya asili katika jamii ambayo watu wamekuwa nayo na wamekuwa wakipokezana kizazi kwa kizazi, kinapokuja kizazi hichi, wao nao wanafundishwa kwamba huyu ni dada yako,
huyu ni shangazi yako, huyu ni ndugu yako, usiwe na mahusiano naye. Ni maadili yanafundishwa, watu wanafundishwa. Kwa hiyo haya yote yanatufanya sisi tuweze kujitambua kama wanadamu na kujitofautisha na wanyama, na sio hilo tu, kuwatambua watu wengine, watu wengine, uwepo wao na namna ya kuhusiana nao na mipaka ya mahusiano hayo. Hayo yote ni maadili. Yanapokuwa yameondoka sasa au yameharibika maadili haya, utaanza kuona mambo haya sasa yanaanza kujitokeza kwa wingi. Maadili yasipokuwepo, utaweza kuona kinyume chake ni ongezeko la maasi, ongezeko la maovu, na tunaanza kuona kila siku maovu ambayo hapo mwanzo hayakuwako au yalikuwa hayafanyiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna maadili yanayomomonyoka, na sasa ile mipaka ambayo ilikuwepo, ile kujitambua na kuwatambua wengine, kunakuwa hakuko. Sasa watu wanaanza kufanya kama wanyama wa porini. Na hata kanisa tunaweza tukajikuta tumefika huko, wakati neno la Mungu lenyewe ndiyo chanzo cha maadili katika imani tuliyo nayo. Lakini hata kwa asili tu haikuwa hivi tangu mwanzo. Haikuwa hivi tangu mwanzo. Zaidi sana sisi ambao tunamcha Bwana, chanzo cha maadili yetu ni neno. Zaburi ya 33 mstari wa 4. Zaburi ya 33 na mstari ule wa 4. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Neno la Bwana lina adili. Sasa tunajua kuwa neno la Bwana ni roho. Ni roho. Na neno hili lina adili, neno hili lilo roho. Ndio kusema hata maadili nayo ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Maadili ni roho. Na kwa kadiri jamii inavyokuwa mbali na Mungu, ambaye yeye sasa neno lake ndilo lililo roho, inayoweza kubadilisha maisha ya watu, na watu hawa wanakuwa mbali na neno lililo roho lenye uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu, ndivyo sasa tunavyoshuhudia na kuona jinsi ambavyo jamii hiyo isiyomjua Mungu inavyoanza kupotea na kuwa mbali na maadili. Na ndivyo ilivyo popote pale ambapo kutakuwa na watu ambao wako mbali sana na Mungu, ndivyo utakavyokuta kwamba jamii hiyo haina maadili katika mambo mengi. Haina maadili katika mambo mengi. Kwa hiyo ikiwa tunataka kuona roho ya maadili inadumu katika maisha yetu, inadumu katika vizazi vyetu, sasa roho hiyo, maadili hayo yako katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mahali ambapo kuna kusanyiko la watu wanaojiita ni kanisa, alafu unaangalia hawana maadili, maana ni kwamba watu hao hawana neno la Mungu ambalo ni adili, na lenyewe ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana kinachobadilisha ni neno, maana neno lile ni roho. Yesu akasema maneno hayo niliyowaambia ni uzima, tena ni roho. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Yohana 6:63. Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima.
Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo maneno haya ndiyo ambayo yanaweza kutuletea maadili, na roho ya maadili ikaingia ndani yetu. Na desturi au tamaduni desturi au tamaduni au mila za asili zilikuwako tangu zamani. Zingine ni mzuri, zingine ni mbaya. Tuziache zile zilizo mbaya, tuzichukue zile zilizo njema. Amen. Kwa sababu hizi hata kabla tujamjua Mungu, kule vijijini tulikotoka, kule kwenye asili yetu tulikotoka, hata huko maadili yako. Hakuna jamii ambayo haina maadili, haiko. Maadili yako, desturi zipo, mila na tamaduni, isipokuwa zingine ziko kinyume na Mungu, hizo tunaachana nazo. Lakini zile ambazo zinakubaliana au zinafanana na neno tulilo nalo katika imani yetu, hizo ni njema, nazo tunazihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tuziishi hizo. Hayo ni malezi. Nimesema maadili yatokana na malezi. Malezi ambayo yalikuwepo tangu zamani katika jamii zetu yalikuwa ni mazuri. Yalikuwa ni mazuri katika mambo mengi, yalikuwa ni mazuri. Ijapokuwa yako mambo mengine ambayo yalikuwa ni kinyume na Mungu. Angalia kwa mfano neno hili, Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na mstari ule wa 16. Msikilize hapo Paulo mtume alivyoandikia Wakorintho. Hao walikuwa ni Wayahudi. Andiko sema hivi: lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii desturi ya fitina ilikuwa si sehemu ya maadili ya Wayahudi. Anasema sisi hatuna desturi namna hiyo, wala makanisa ya Mungu. Yaani ndani ya kanisa hilo jambo halikubaliki, hata kwenye maadili yao ya asili ya Kiyahudi haikubaliki. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho anachojaribu hapa kuelezea Paulo mtume, kwamba desturi hiyo, utamaduni huo, mila hiyo haiko kwao, wala ndani ya makanisa ya Mungu. Hiyo haiko. Na kama nilivyotangulia kueleza kwamba maadili yanatokana na mafundisho, malezi, nayo yanakuwa yanarithishwa au yanakuwa na mapokeo kutoka kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Kwa mfano, mimi ninakumbuka nilipokuwa mdogo, miaka ile ya zamani, kuna wakati ambao unapelekwa kwa bibi na babu ili wafahamu, hata kama unakaa na wazazi, lakini ulikuwa unapelekwa kwa bibi na babu. Ilikuwa shule zikifungwa, labda unapelekwa kwa bibi na babu uwajue ndugu zako, kama mnakaa mbali na wazee hao. Sasa mimi nakumbuka ilikuwa tukienda kwa bibi au babu, ilikuwa jioni, kabla, wakati tunasubiri kula chakula, jioni, babu au bibi au wale waliokuwa wakubwa walikuwa wanatupigia hadithi. Wanapiga hadithi wakati mnasubiri chakula. Wanapiga hadithi zingine za kufurahisha, za kuchekesha, lakini kumbe ndani ya hadithi zile kulikuwa na mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi kulikuwa na kitu kama hicho? Labda unakumbuka kwao. Unaona wengi tunajua kitu kama hicho. Kwamba kunakuwa na hadithi, lakini hadithi zile kumbe ni mapokeo. Na katika mapokeo yale walikuwa wanafundisha kwamba unaona hapa sungura alifanya hivi. Sasa na wewe usifanye hivyo, utakuwa kama huyu. Unapata ufahamu. Yale ni maadili ya asili ambayo tulikuwa tunapokezana kutoka kizazi kwenda kizazi kwa njia
ya hadithi. Hakukuwa na vitabu ambavyo vimeandikwa na wazee au katika asili, na mambo yale hata wao waliyapokea kwa wazee wao waliotangulia, kwa mababu. Kweli ni mababu kwa mababu, namna hiyo vizazi vinakwenda. Sijui kama sasa hivi hayo naelezea yako, lakini inaweza kuwa ndio sababu mojawapo ambayo imepelekea kufanya kizazi kilichoko sasa hivi kinakosa maadili, kwa sababu wanakosa mafundisho na elimu hiyo ya asili ambayo ilikuwepo tangu zamani, ya kuwaonya watoto tangu watoto kwamba atakapokuwa mkubwa mambo yale yanazingatia. Na ukute tunakuwa alafu bado tunakumbuka mambo yale, na yalikuwa yanatusaidia sana, na yalikuwa yanasaidia sana kizazi chetu kiweze kuishi katika maadili. Lakini mambo haya sasa hivi hayako. Wana wa Israeli, Mungu alikuwa anamuelekeza Musa au manabii mbalimbali, alikuwa anasema nao ili wawafundishe wana wa Israeli maadili mbalimbali, na wakawa wanaambiwa kwamba mambo hayo wasiache, waweze kuwafundisha na watoto wao na wengine, ili kizazi hicho kiendelee kuishi katika maadili ya Mungu. Angalia mahali hapo katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Kumbukumbu ya Torati sura ile ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 9. Kumbukumbu sura 6 mstari wa 5 mpaka wa 9. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Huyo ni Musa hapo anawaambia wana wa Israeli, mstari wa 6 kuendelea. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Ufanye nini? Maana ni kwamba hata sisi leo haya maneno ya Mungu tunatakiwa tuwafundishe watoto wetu kwa bidii. Wengine tunaitegemea hii Sunday school ya kanisa, watoto wakija hapa Jumapili wafundishwe na walimu, lakini hii wiki yote nyumbani hatuna muda wa kuwafundisha watoto maneno ya Mungu. Na bado tunataka watoto wetu wawe na maadili. Maadili yanajengwa, maadili yanafundishwa. Watoto wetu tumeagizwa tuweze kuwafundisha sisi wenyewe. Biblia inasema kwamba wapelekeni watoto Sunday school siku ya Bwana, na huko watafundishwa. Neno linatuagiza wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo na uamkapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wanafundishwa hivyo maneno ya Mungu, na wakaagizwa kwamba wawafundishe watoto wao. Yalikuwa ni maadili ambayo yalikuwa yanatakiwa yaweze kupokelewa na vizazi vinavyofuata, tofauti sana na jinsi ilivyo leo. Leo wengine mpaka tumekuwa watu wazima sasa hivi tunasikia neno la Mungu ndio tubadilike sasa, na unaweza kuona jinsi ambavyo inakuwa ni ngumu kumbadilisha mtu mzima aanze kuishi kwa maadili ya Mungu, wakati aliisha kuwa na njia zake mwenyewe alizozizoea. Na ndio maana tunapata shida hata ndani ya kanisa, na ndio maana jambo lile lile linarudiwa tena na tena, linazungumzwa, bado utendaji uko chini sana,
kwa sababu ni maadili ambayo tunafundishwa tukiwa watu wazima. Waweza sifiwe. Mtu ni mtu mzima sasa, ana umri umeenda, ameokoka, ndio anaanza kufundishwa sasa kuomba, ambako alikuwa hajui na hajawahi kuomba akiwa mtoto mdogo huko. Leo mtu amekuwa mtu mzima, anaambiwa njoo kwenye maombi, inakuwa ni mzigo wa kulemewa. Ni maadili mageni kwake, hakuzoea. Alizoea tu kuwa mtu wa kawaida, yuko tu anaamka, anaendelea shughuli zake, anaenda, anarudi, hakuna maombi. Sasa maadili ya Mungu yanatufundisha kwamba tumombe Mungu. Angalia ilivyo ngumu. Haya ni maombi sasa, hakuna watu. Kwa nini? Tunafundishwa tukiwa watu wazima, wakati maadili haya ya Mungu tulikuwa tunapaswa tujifunze na tuyafahamu tangu tukiwa na umri mdogo. Ndio maana watoto wetu hawa tuwalete sasa, isije ikawa shida kama shida tunayopata sisi leo ya kuona kwamba ni magumu sana maadili ya Mungu kuyaendea na kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu, wenzetu waliotangulia walikuwa wanaheshimu sana maadili mno, na hata leo ziko nchi ambazo bado zinashikilia sana asili yao, na wengine wamezitengenezea kabisa utaratibu kwamba nchi yao watu wao wanatakiwa wavae namna gani. Kwani hatujasikia kwamba kuna nchi ambazo ni maadili kabisa ya kitaifa kwamba watu wanatakiwa wavae namna gani, na wakati mwingine wasipovaa hivyo wanashtakiwa? Tumesikia tujasikia? Zipo kwamba ni marufuku mtu kuvaa alafu mwili wake sijui ukoje amevaa. Hayo sio maadili yao, na wameyafanya maadili hayo kuwa ni utaratibu wa kitaifa, na kwamba watu wote, hata kama ni mgeni ukiingia katika nchi hiyo, kabla hujaingia unatakiwa uweze kujifunza na kujua maadili ya nchi unayokwenda. Usije ukatiwa hatiani kwa sababu ulikuwa hujui. Ndivyo ilivyo. Wana wa Israeli mpaka leo hii wana maadili yao yanayotokana na Torati ya Musa. Huwezi kuwatoa hapo, huwezi kubadilisha, na hawajabadilika. Na kwa sababu kwa imani yao bado hawajamwamini Kristo, hawaiamini injili ya Agano Jipya, wameshikilia maadili yao mpaka kesho. Na uzuri wenyewe ni kwamba yameandikwa kama Torati ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja Yesu, wakati ule alipokuja Yesu akaleta injili, wale makuhani, Mafarisayo na waandishi walipotafuta kumuua, wakatafuta na sababu ya kumuua, wakaona itakuwa ni rahisi sana wakitoa visingizio kwamba huyu amekuja kubadilisha maadili yetu, amekuja kubadilisha desturi tulizofundishwa na Musa. Kwa sababu hiyo huyu mtu afai, amekuja kubadilisha maadili, amekuja kubadilisha taratibu ambazo, desturi ambazo sisi tumefundishwa na Musa. Na Musa wakati huo alikuwa hayuko. Wakati wa Yesu Musa ni miaka mamia mengi sana. Musa alishapita kwa wakati wake, alishakufa, lakini wameshikilia maadili yale waliofundishwa na Musa, na ni sababu tosha kabisa ya kumua mtu inapoonekana anakuja kuwaletea maadili ya namna nyingine. Hebu angalia maandiko, Matendo ya Mitume sura ile ya 6. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari ule wa 14. Labda tuanze mstari wa 13 ili ileke vizuri. Mstari wa 13 mpaka 14, Matendo ya Mitume sura ya 6. Wakasimamisha mashahidi wa uongo
waliosema, mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyo Mnazareti atapaharibu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Ni uongo, lakini kwa sababu jambo hili lilikuwa lina nguvu kwenye jamii yao, kwamba anataka kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Anataka kubadilisha maadili tuliyofundishwa na Musa. Maadili, ndugu zangu, yanafundishwa. Amen. Kanisa la Mungu, ndio maana ni muhimu sana kujifunza neno. Watu wengi wanapenda tu miujiza. Miujiza itakusaidia kwa sehemu ndogo sana hapa duniani, lakini miujiza haina sehemu mbinguni, wala si sifa mojawapo ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo ili aweze kuirithi mbingu. Miujiza haimo. Miujiza ni kile tu chakula cha watoto, yani ni kama bonus, ni kama ziada. Lakini maadili ya Mungu yanayotokana na neno la Mungu ni ya muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndani ya kanisa ni muhimu sana sana tuwe watu wa maadili. Tuwe watu wa maadili. Heshima ni sehemu ya maadili. Kumheshimu Mungu ni maadili. Na ukiangalia kanisa la Mungu leo, heshima, Mungu hapati heshima yake. Yaani kama tunaweza kuona maadili yanamomonyoka huko mitaani, huko nje. Watu hawawaheshimu wazazi wao, watu hawawaheshimu walio wakubwa, watu hawawaheshimu walio wazee. Vivyo hivyo heshima ya Mungu ndani ya kanisa inapotea, na hii ni hatari. Jambo la hatari sana hilo, ambalo matokeo yake ni kukosa mbingu. Huwezi kuingia kwenye mbingu ya Mungu unayemdharau. Haiwezekani. Umdharau Mungu alafu Mungu akuheshimu, akupe nafasi kwenye mbingu yake. Hakuna kitu cha namna hiyo. Haiwezekani. Kwa hiyo kama tunavyoweza kuona heshima inavyopotea, maadili ya kuheshimu inavyopotea, ndivyo jambo hili linavyopata nguvu na kasi hata ndani ya kanisa. Ndugu zangu, tuyaangalie sana maadili ya Mungu ndani ya kanisa. Haya yanaweza yakawa ni sababu ya mtu kukosa kabisa ufalme wa Mungu kwa sababu ya kukosa maadili. Maana wanaotakiwa kutokuwa na maadili ni wanyama wa porini, sio mtu. Mnyama wa porini atakuwa na mfahamu baba yake au mama yake wakati akiwa mdogo. Mungu amewekea hivyo kwamba ili aweze kumlea mpaka aweze kujitegemea. Huyu mnyama mama yake atakuwa na mjua au baba yake, na huyu mtoto mnyama atakuwa na wajua wazazi wake. Lakini wakifika umri fulani hivi wanapotezana. Bwana Yesu asifiwe. Wanapotezana. Hakuna cha baba tena, hakuna cha mama tena, kila mtu na lwake. Na wakikutana huko baadaye ni wanyama, wanaishi kama wanyama. Hata kama yeye huyo ndio aliyemzaa, hata kama huyu si ni nani, ni wanyama. Sasa wanadamu, Mungu hakutuumba tufike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna kujitambua na kuwatambua wengine ambao umekuwa nao katika jamii, iwe ni ndugu, familia au watu wengine. Tunaendelea kutambuana, tunaendelea kujitambua, na tumepewa maadili ya kuheshimu, iwe ni wazazi, iwe ni watu. Zaidi sana ndani ya kanisa lazima tulitambue jambo hili na tumheshimu Mungu kama Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi.
Bwana Yesu asifiwe. Kinyume cha hapo, ndugu yangu, hii mbingu tunaweza tukawasindikiza wengine, sisi tukaishia mlangoni kabisa. Maana tunachukulia vile maadili yanavyoharibika mitaani, na tunaingia ndani ya kanisa, tunaanza kuruhusu mambo hayo. Hii ni hatari sana. Mithali sura ya 3 mstari wa 9. Mithali 3 mstari wa 9. Mithali sura ya 3 mstari ule wa 9. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Kumheshimu Mungu iwe ni kwa mali, kumheshimu Mungu kwa tabia yako. Kumheshimu Mungu, ni Mungu ambaye anatakiwa tu kuheshimiwa, hata kama si kwa mali yako. Mungu ni Mungu wa kuheshimiwa. Kama Mungu amesema tumheshimu baba na mama ili tuweze kupata ahadi ya kuwa na siku nyingi za kuishi duniani, kwa kumheshimu tu baba na mama waliokuzaa na kumheshimu Mungu, je, inakuwaje? Kumheshimu Mungu, je, inakuwaje? Sasa kwa kujua au kwa kutokujua, tumekuwa tukimpotezea Mungu heshima yake, na hilo kama ninavyo maandiko inakuwa ni sababu ya Mungu pia, kama alivyosema kwamba wanaomheshimu atawaheshimu, lakini wanaomdharau atawahesabia kuwa si kitu. Anawaheshimu wanaomheshimu, anawahesabia kuwa si kitu wale wanaomdharau. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 30. Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari ule wa 30. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema, jambo hili na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wao wanaonidharau watahesabiwa kuwa si kitu. Sasa inakuwaje? Mungu hata kuambia kwamba wewe uniheshimu, hata kuambia wala hata kuuliza. Lakini kama inavyo maandiko kwamba ni Mungu anayeliangalia nini? Mungu analiangalia nini? Mungu analiangalia neno lake. Ameona kuna kutokuheshimu kuna kutoka kwa mtu huyu, na neno lake linasema wanaonidharau watahesabiwa si kitu. Kwa hiyo kitakachotokea, kitakachoonekana ni kuhesabiwa si kitu mbele za Mungu, maana hilo ndilo neno lake. Anawaheshimu wanaomheshimu, wanaomdharau wanahesabiwa si kitu. Sasa unaweza usijue wala usifahamu kwamba ni kwa namna gani unahesabika kwamba unamdharau Mungu. Yale mambo ambayo tunayapigia kelele kila siku hapa juu ya wajibu wetu mbalimbali hapa kanisani, ni kwa sababu hatufanyi, na kule kutokufanya ambako kunatokana na agizo la Mungu au maagizo ya Mungu, na hatuyafanyi, na hilo ikawa ndio sababu ya kupigiwa kelele kila siku. Maana yake ni kwamba hatumheshimu huyo Mungu aliyeagiza. Hatumheshimu. Kwa hiyo mimi nikwambie, unapokuwa unakuja ibada umechelewa, na ndio kila siku hapo tuwai ibada,
Huo ni utovu wa nidhamu. Huko ni kukosa maadili. Huko ni kukosa adabu mbele za Mungu. Huko ni kuto kumheshimu Mungu. Huko ni kumdharau Mungu. Si kwa sababu leo tunaona kwamba unapofanya lolote kinyume namna hiyo hakuna chochote hakuna atakaye kuambia chochote, wala hutafukuzwa kanisani, wala hakuna hatua utakayochukuliwa yoyote ile. Inaonekana kama vile Mungu ni dhaifu, hawezi kufanya kitu chochote kile, lakini Mungu analiangalia neno lake. Umemdharau, hata kuambia, wala hata tuma mtu kuja kukuuliza kwa nini umenidharau. Lakini neno lile upande wa pili linasema hao watahesabiwa kuwa si kitu. Imeisha hapo. Wewe unakuwa sio kitu mbele za Mungu, unakuwa sio kitu. Sasa kama wewe sio kitu, maombi yako si kitu, kulia kwako si kitu, kila kitu chako mbele za Mungu si kitu. Ulinzi ambao unaohitaji wewe si kitu. Si kitu. Hatumheshimu Mungu. Hatuna hofu ya Mungu. Yaani unaamua tu leo nitaenda pale kanisani nafikiri saa 4. Okay. Tenda saa 4. Kwani ataniuliza nani? Naingia, nakaa kwenye kiti pale. Ile ratiba ambayo ninaendelea nayo mpaka mwisho. Umemdharau Mungu, utahesabiwa si kitu. Na utaona tu maisha yako hayabadiliki. Yaani Mungu ashughuliki na wewe. Wewe si kitu. Ashughuliki na wewe. Na wengi ni kwa sababu hapa hamjafanya utafiti. Jifanyie utafiti wewe mwenyewe ili ujue kwamba unahesabiwa si kitu. Hata ibada hii ikiisha, ukitoka hapo nje baada ya dakika 10, mtu akija kikuuliza kwamba ibada ya leo ilikuwa inasema nini, umejifunza nini, kwa sababu wewe si kitu, Mungu hakuweka kitu ndani yako. Utaondoka hapa kama ulivyokuja, na utatoka utarudi nyumbani, hutaona badiliko lolote, kwa sababu wewe si kitu. Mungu hawezi kuweka kitu katika mahali ambapo si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kwa hiyo unaweza kusema mbona mimi ninakwenda kanisani, ninaingia, ninatoka, ninaingia, yani mimi nashangaa sana. Tangu nimekuja hili kanisa sijaona mabadiliko. Yani maisha yangu naona ni yale yale tu. Kumbe wewe si kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe si kitu. Haumheshimu Mungu. Huna adabu mbele za Mungu. Unakuwa na adabu kwa wanadamu, kwa viongozi wako, si kwa mume wako, si kwa nani wako. Unakuwa na adabu. Alafu mbele za Mungu huna adabu. Wewe si kitu. Ni neno hilo. Huna maadili. Huna maadili. Na katika jamii inayotuzunguka, nimesema kwamba kila jamii ina maadili. Katika jamii mtu akivunja maadili, asipokuwa na maadili, anaitwa kwenye vikao. Kweli si kweli? Si ndio? Kwa nini huyu amekuwa na mahusiano na ndugu wa karibu? Mwiteni, wazee watakuita. Kwa nini unafanya jambo hili? Hamjui kwamba ninyi ni ndugu? Utaitwa kwenye vikao, na vikao hivi inaweza kupelekea ukapewa adhabu. Sawa? Ukaadhibiwa. Na wakati mwingine si vikao tu vya asili, taarifa hizo hata zikifika serikalini, ziko sheria zinazolinda maadili hayo, kwamba inapoonekana watu hawa ambao ni ndugu na wana mahusiano na ushahidi upo, zipo hatua za kisheria zinazoweza kuchukuliwa kwa ndugu hao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni jamii ya wanadamu. Unafikiri Mungu umevunja maadili yake, utabaki salama tu? Ni kweli unaweza ukabaki vile vile ulivyo, lakini ile hatua ambayo ulitakiwa kupiga kwenda mbele,
badala kwenda mbele unaweza kujikuta unarudi nyuma. Unajiuliza kwa nini? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini imekuwa hivi? Kumbe huna maadili mbele za Mungu. Huna maadili ya Mungu na wala hauendi mbele zake kwa maadili. Biblia hapa inasema, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue ikupasavyo kuenenda katika nyumba ya Mungu. Huwezi kuenenda tu humu ndani unavyotaka wewe, akili yako inavyokutuma, ufahamu wako unavyokutuma. Wewe unaenenda tu unafanya tu unavyotaka mwenyewe. Hapana. Kuna namna ya kuenenda ndani ya nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Usipofanya hivyo ni kukosa maadili na tena ni kumdharau huyo Mungu ambaye ameleta neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu ni wa kuheshimiwa. Lazima tumheshimu Mungu katika kila eneo, katika kila jambo. Tumheshimu Mungu. Tukiacha kumheshimu Mungu, basi imani yetu hii itabaki kuwa batili. Itakuwa batili. Paulo mtume akawaambia wale watu, sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu. Wewe mimi nikwambie, kanisa la Mungu lazima liwe na maadili. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hapa kama eklesia, hii ni nyumba ya Mungu, hili ni kanisa la Mungu, lazima tuwe na maadili. Na unapokwenda mahali popote pale katika jamii yoyote ile, ujue watu hao wana maadili yao. Wewe unayo ya kwako labda, au ulikuwa huna maadili. Unapokwenda mahali ukakuta wako watu wanakaa hapo, wanaishi hapo na wana maadili yao, ili uweze kuishi pamoja nao, uwe na amani nao na wewe wawe na amani na wewe, lazima ukubaliane na maadili ya watu wale ambao utakwenda katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ziko sehemu ambazo ukienda utaambiwa kwamba bwana, watu wa huku wako hivi hivi hivi, hata kuvaa kwao wanavaa hivi. Kwa hiyo ili wewe hawa watu hapa umekuja kuhubiri Injili ili wawe na amani na wewe, sasa ni muhimu sana kuangalia maadili yao, sababu ukienda kinyume na maadili yao hapa, hata hiyo Injili yako hawataisikiliza, na hawa watu huwezi kuwapata. Ndio maana Paulo mtume anaeleza jinsi ambavyo kila alipokuwa anakwenda kuhubiri Injili alikuwa anaangalia maadili ya wale watu na kutafuta kufanana nao, ili awahubiri hiyo Injili aweze kuwapata katika jina la Yesu. Na sisi ni hivyo hivyo, hivyo hivyo. Na hiyo ni hekima ya Mungu. Kokote kule ugenini unakokwenda, ili usiwakwaze wale watu, unapokwenda mahali popote pale, wewe lazima uwe na ufahamu kwamba hawa watu huku nilikokuja ugenini, hawa watu wana maadili yao. Amen. Ili uweze kuishi pamoja nao, wawe na amani na wewe na wewe uwe na amani nao, wewe ndiye ambaye unatakiwa kubadilika. Maana umekuja katika eneo la watu ambao wana maadili yao. Kwa hiyo na wewe badilika ili uende na maadili yao, ikiwa maadili hayo hayako kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyokuwa anafanya Paulo mtume katika safari zake za Injili, katika kuhubiri kwake. Kwa hiyo sisi nasi lazima tuyaangalie maadili ya Mungu. Kuchelewa nyumbani mwa Bwana, huko ni kukosa maadili. Na ni rahisi sana mtu akifika hapa akajua kwamba kanisa hili ni watu wa maadili au sio watu wa maadili.
Kama mtu ambaye umejifunza juu ya maadili, ni rahisi sana kufahamu kwamba hawa watu hapa ni watu wa maadili au sio wa maadili. Wamefundishwa maadili hapa kanisani au hawajafundishwa maadili. Atajua hata kwenye ibada tu hapa, kwa kufuatilia ibada atajua kwamba hawa watu hawana maadili. Kwa mfano, unaweza kwenda sehemu nyingine unakuta ibada inaendelea, watu wanakula. Mwingine sio anatafuna nini. Mwingine ameweka na vijiti vile vya zile stiki zile, ameiweka hapo mdomoni, anasikiliza neno la Mungu. Hiyo stiki anatembea nayo mfukoni, anajichokonoa kwenye ibada. Wengine sio anatembea sio na karanga, sio anatembea sio na pipi, sio na nini. Ibada inaendelea, anakula. Huko ni kukosa maadili, ndugu zangu. Ibada inaendelea huko, wanaongea, wanaelezana habari za jana. Jana siku ilikuwa nini? Ibada kukosa huko ni kukosa adabu, kukosa maadili. Unajua kuna ngazi fulani hivi za watu wa serikalini wanatushinda mataifa. Ukishakuwa katika level fulani hivi ya utumishi serikalini au kwenye mashirika ya umma, unafundishwa maadili. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wewe sasa umeshakuwa mtu wa nafasi fulani, sasa unatakiwa ujue maadili yanayoambatana na nafasi yako hiyo. Wewe sasa ni mtu mkubwa, kuna maadili kwamba ofisi yake inatakiwa iwe vipi, yeye mwenyewe kuvaa kwake, kuongea kwake, kuonekana kwake. Umeshakuwa mtu mkubwa, wanafundishwa maadili. Na ndio maana tutaweza kuona katika ngazi hizo utasikia mbunge huyu amepelekwa kwenye kamati ya maadili. Hatujasikia? Shasikia? Amepelekwa kwenye kamati ya maadili, au kuna tume ya maadili ya utumishi. Wanafundishwa kwamba wewe sasa nafasi yako hii unatakiwa uwe mtu wa namna hii. Na kwa sababu wamefundishwa, sasa akienda kinyume anachukuliwa kabisa hatua za kinidhamu. Amefundishwa. Sasa zaidi sana kanisa la Mungu, nasema hivi, zaidi sana kanisa la Mungu, hawa watu wanafundishwa maadili si kwa ajili ya kwenda mbele za Mungu, jinsi ya kwenda mbele ya vyeo vyao, jinsi ya kwenda mbele ya mashirika yao na nafasi zao. Sisi tunajifunza maadili yatusaidie jinsi ya kwenda mbele za Mungu wetu katika jina la Yesu. Amen. Sio kwa ajili ya kupata pesa, hapana, lakini kwa ajili ya kumpendeza Mungu. Lazima tuwe watu wa maadili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuwezi kuja ibada hapa nionekane kabisa kwamba hili ni kanisa lina maadili. Watu wanatafuna sio vitu gani, watu wanainuka tu. Huyu katoka nje, akifika kule nje hakuna anachofanya, anajinyosha, alafu anaangalia kushoto kulia, basi anarudi kanisani, anakuja kukaa kwenye kiti chake. Huyu mtu hana adabu, hana maadili. Na bado wewe ni mtoto mdogo kiroho, hata kimwili. Huwezi kuwa kwenye vikao rasmi kule, kwenye vikao rasmi hivyo, alafu unafanya vitu vya mnayo, unatoka. Unaenda wapi? Unaenda kufanya nini? Kuna maadili wakati mwingine, hata unapokuwa una ratiba labda ya kazi ya siku hiyo, una ratiba sio ya kutembelea, kuna maadili hata ule nini ambacho hakitakusumbua tumbo utakapokuwa kwenye vikao, kwenye mikutano, ukawa umebanwa, sio unataka kwenda wapi. Ikiwezekana hauli chochote ili usisumbuliwe na chochote. Unapokwenda mbele za masaa unaweza ukahudumu katika jina la Yesu. Lakini umehudumu, samani kidogo, unachomoka, si unaenda wapi, afu unarudi, mnisamehe tu, yani nilikuwa nimebanwa. Wewe, hayo sio maadili.
Bwana Yesu asifiwe. Yani lazima na Mungu hawezi kukutumia, Mungu hawezi kukupeleka mali kama wewe si mtu ambaye unaishi kwa maadili yake. Bwana Yesu asifiwe. Maadili ni lazima. Mungu anamtafuta mtu ambaye yuko kwenye standard ya maadili yake Mungu. Hata mwaibisha, hata mwangusha, lakini ataweza kusimama na kuwafundisha watu wengine jinsi ya kuwa na maadili mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lazima tuwe na maadili. Amen. Na vivyo hivyo hata watoto wetu tunapokuja ibada, kuna maadili ya kukaa na watoto. Tusiwache watoto wanapiga kelele, watoto wanatembea tembea tu, wanakata mitaa kama huyo hapo, anakata mitaa, anaenda huku, anatoka. Ujue anavyokata mitaa namna hiyo, kuna watu wanamwangalia. Yani inabidi aache kusikiliza huku, aanze kumwangalia huyu mtoto. Kwani wanani yule? Huyu mtoto wa kike wa kiume? Umeshamtoa kwenye neno huku. Kwa hiyo watoto wetu tunakaa nao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wao tunawafundisha maadili, kwamba anapokaa mahali atulie, asitoke, asitembee, yuko mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ni maadili. Wewe unaweza kuwa umuoni, lakini mimi ninayoangalia ninyi huko na waona watoto kule, wengine wanafukuzana, wengine sio wanapigana. Yani natamani kusema kwamba mkamate huyo. Sasa nasemaje, niko hapa, ninyi mnaangalia huku, mimi naangalia kule nyuma. Wengine wanaona kule kuna bodaboda. Nasemaje hivyo? Lakini tukiwa na maadili, wazazi ndani ya kanisa, tutajua hata jinsi ya kuangalia watoto wetu. Amen. Na hata kuwasaidia, maana mtoto yeye ajui, bado ajui. Anaweza kalia, akapiga yowe hapa, akafanya lolote lile. Lakini ikiwa sisi tunajua kwamba ibada zetu hapa tunazirusha live, wako watu wanatufuatilia, alafu wanaona kuna vitu vinavyoendelea hapa, nasema nafikiri hao watu bado hawajafikia mahali ambapo wanajitambua au wanajua kitu gani kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hayo sio maadili. Kupiga kelele kwenye ibada, sauti ambazo zinasikika si za watoto, si za nani. Tujaribu kuweza kuwadhibiti watoto wetu. Hayo ndio maadili wakati wa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu. Mtu mwenye maadili atakuwa anajiandaa kuja ibada. Huwezi kuja ibada yani ni kama ulikuwa unaenda sokoni, alafu baadaye ukakumbuka leo ibada, ukaunganisha sokoni, ukazunguka, alafu ukawa umekuja hapa. Huna maandalizi yoyote. Hayo sio maadili. Unapokuwa unakwenda mahali maalum, unakwenda katika madhabahu kumwabudu Mungu wako, Mungu wako aliye hai, Mungu wako unayemheshimu, lazima utafanya maandalizi binafsi ya kwenda mbele za huyo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Unapokuwa unakwenda mbele za Bwana kwa ajili ya ibada, Mungu unayemheshimu, Mungu unayempenda, lazima utakuwa na maandalizi binafsi. Na maandalizi hayo uyafanye sasa hivi. Ni maandalizi ambayo utakuwa unayafanya labda siku 2 kabla au siku 1 kabla. Nakumbuka kaka mmoja nilikuwa namuuliza, "Kwani hujaje kanisani?" Yani mchungaji samehe. Yani asubuhi ile naangalia hivi, kumbe nguo zangu chafu. Sasa anasema sasa naendaje kanisani na nguo chafu? Basi nikasema tu nibaki nyumbani. Lakini huyo amevaa hizo nguo, ameenda mtaani. Hayo sio maadili. Huyu ni Mungu ambaye unaonyesha kwamba labda amekuwa Mungu wako kwa bahati mbaya au si Mungu wako. Kama angaliitwa aende katika ofisi fulani kwa ajili ya kupewa kazi huko, angejiandaa. Na wengi ndivyo wanavyofanya, wanajiandaa kwamba akienda kule
labda kwenye mahojiano ya kupewa kazi, basi akaonekane kwamba ni nadhifu, aweze kuwashawishi wale waajiri kwamba ijapokuwa hana hela lakini bado ni mtu mtanashati, bado ni mtu ambaye anajitambua na yuko vizuri, na atafanya namna ambayo anajua ya kwamba atawashawishi wale watu. Lakini inakuwaje mbele za Mungu? Mtu mwenye maadili ataangalia jinsi ya kutoka nyumbani, kutoka kwake na kule anakokwenda, na kutakuwa na maandalizi binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuja kanisani, lazima tuwe na maandalizi. Maandalizi ya nguo, maandalizi labda kama ni ya sadaka, maandalizi ya muda wa kutoka. Tunajua ratiba hapa inaanza saa ngapi. Kwa nini kama mtu ana maandalizi unachelewa? Unachelewa namna gani? Lakini sio hilo tu. Mtu mwenye maadili atajua kwamba ndani ya kanisa iliyo nyumba ya Mungu, kanisa la Mungu aliye hai, kuna taratibu mbalimbali ambazo ziko. Hilo ni kanisa lolote lile ukienda. Sidhani kama kuna kanisa ambalo lina utaratibu. Sidhani kama kuna kanisa ambalo halina mpangilio wa mambo yake. Halipo. Kwa hiyo wewe mtu mwenye maadili, fuata taratibu ambazo zimepangwa kanisani. Amen. Tio, kama ni taratibu za kukaa, kama siku na kuimba, kuna jambo lolote lile la kufanya, fuata hizo taratibu. Kama kuna ratiba zingine ambazo tunapangiana hapa za majukumu mbalimbali ya kanisa, mtu mwenye maadili atafuata taratibu hizo. Hawezi kusema mimi nitakuwa nakuja hapa kanisani kusali, lakini mambo yao mengine mimi siyahitaji, hayanihusu. Huko ni kukosa maadili. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukawepo ndani ya kanisa ukakaa muda mrefu sana, hakuna mtu anayekujua, kwa sababu hujataka au hujapenda kujichanganya kwenye taratibu ulizozikuta pale. Unaweza kukaa hata mwaka hakuna anayekujua. Kwa nini? Hujajua ya kwamba maadili ni kuhakikisha kwamba unashiriki kwenye taratibu mbalimbali ambazo umezikuta kwenye jamii inayohusika, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uwe tayari kuachana na mambo mengine ambayo labda ulikuwa umeyazoea, tofauti na maadili unayojifunza. Kuna viongozi ambao umewekwa katika kanisa, waheshimu wao. Unapungukiwa na nini? Hata maandiko yanaeleza jinsi ambavyo tunatakiwa kuwaheshimu watu wanaotuongoza na kutuombea, wasifanye kazi ya Mungu kuugua. Mtu mwenye maadili hawezi kuona kwamba ni tatizo, haimpunguzii kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama kanisa la Mungu tunayo maadili mahali hapa. Amen. Na maadili yetu yako kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu na taratibu zingine ambazo zinatangazwa hapo, hiyo yote ni maadili. Ni maadili. Tunaposema kuna makusanyiko kanisa nyumbani, ni maadili ya hapa ambayo yatatufanya tukufahamu vizuri wewe mwenzetu ambaye unasema tupo safari moja ya wokovu. Kupitia makanisa nyumbani tunafahamiana vizuri na kuonyeshana upendo na kusaidiana na kubebeana mizigo. Kupitia huko ni maadili ambayo tuko nayo mahali hapa, ambayo yanatusaidia wakati wa shida na wakati wa raha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunao viongozi. Maadili yetu hapa, tunayo viongozi kuanzia ngazi ya chini, kabla hata matatizo yetu hayajamfikia askofu. Ni maadili tulio nayo, lakini watu wengine hawayataki hayo maadili. Tukuelewe vipi mtu wa namna hiyo? Maana haya yamepangwa kwa ajili ya kuweka utaratibu wa kazi ya Mungu mahali hapa. Kwa hiyo ni vema ikiwa mtu
utaishi kwa kufuata maadili yaliyoko, na itakuwa faida kwako na faida kwa kanisa zima katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yako maadili ndani ya kanisa. Tunayo maadili yanayohusiana hata na mahusiano ya wanawake na wanaume ndani ya kanisa. Ni maadili, na maadili haya tunayo hata katika nyumba zetu za asili, katika familia. Kwa nini dada na kaka waliozaliwa kwa baba na mama, na hawa ni ndugu wa kuzaliwa kabisa kwa wazazi tumbo moja, kwa nini hatusemi tu kwamba hawa wamezaliwa pamoja wanaweza wakalala chumba kimoja? Kwa nini? Si baba yao mmoja na mama yao mmoja? Si kaka na dada? Si ndugu hao kuzaliwa? Si walale tu chumba kimoja? Kuna shida gani? Kwani wao hawajui kwamba huyu ni dada yangu, huyu kaka yangu? Si wanajua? Lakini sio maadili. Bwana Yesu asifiwe. Sio maadili kwetu sisi, jamii yetu hii tuliokulia tangu vijijini. Wavulana watakuwa na sehemu yao ya kulala, wasichana watakuwa na sehemu yao kulala. Sio maadili kulala pamoja, zaidi sana katika nyumba ya Mungu. Nasema zaidi sana katika nyumba ya Mungu. Lazima kuwe na maadili, lazima kuwe na mipaka. Kuwe na mipaka. Huyu dada, huyu kaka asemaye, yani mimi mpendwa, nakuja, yani tumwombe Bwana pamoja, maana nimesikia unaumwa. Sasa nimekuwa na mzigo usiku wa leo, nitakuja hapo tufanye maombi ya mkesha. Sisi ni wapendwa. Hayo sio maadili. Amen. Hayo sio. Alafu ajabu yenyewe, huyo ambaye anataka kwenda kufanya mkesha wa maombi kwa huyo dada, hatujamuona kwenye mkesha hapa kanisani hata siku moja, lakini ana mzigo wa kwenda kufanya mkesha kwa dada ambaye ni mgonjwa. Tunajua hii ni roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kutokuwa na mipaka, kutokuwa na maadili ndani ya kanisa imeleta madhara makubwa sana ndani ya kanisa. Sana. Kwa nini? Kanisa lina maadili. Kwa hiyo wadada na wakaka, mara tunasikia sijui kuna mkesha wa vijana. Kuna mkesha wa vijana. Mkesha wenyewe wa nini? Wataimba, alafu ikifika sijui saa 7 saa 8 hatusikii tena sauti za waimbaji. Wamelala wapi? Wameshapotelea huko vichochoroni huko. Mkesha huo. Hayo sio maadili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa hakuna mkesha wa vijana. Kama kweli unataka kukesha, njoo kwenye maombi. Tunazo siku za maombi, njoo uombe hapa. Kwani kuna Mungu wa vijana na Mungu wa wazee hapa? Roho si yule mmoja? Kweli una roho ya maombi, njoo. Tunazo siku za maombi. Lakini yani askofu, tunaomba mkesha wetu sisi vijana peke yetu, tunataka kufanya mkesha hapa. Hakuna huo mkesha. Sio maadili katika jina la Yesu. Kwa nini msiombe na baba zenu na mama zenu na ndugu zenu wengine? Huo mkesha wenu una nini? Kwa hiyo kanisa la Mungu lazima tuwe na maadili. Amen. 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 Lazima tuwatii viongozi. Ziko taarifa hapa watu wanaitwa na viongozi wao. Baada ya kufundisha hili somo, sikiliza. Mambo mengi navumilia kwa sababu nasema labda huyu hajajifunza, labda huyu. Baada ya kufundisha hivi, tutajua nani ni muasi, nani ni mtii. Bwana Yesu asifiwe. Nikipata taarifa sasa kwamba yuko mtu haenendi kwa maadili ndani ya nyumba ya Mungu, ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, huyu mwenzetu haendi kwa maadili, sasa hatuwezi kunyamaza kimya kwa mtu kama huyu. Lazima tushughulike naye
kwa sababu hii ni nyumba ya Bwana. Lazima tupate kujua jinsi itupasavyo kuenenda. Kupasa ni lazima, maana ni must. Jinsi ilivyo lazima kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Umejifunza nini mpaka hapo? Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Njoo mbele za Mungu. Mshukuru Mungu kwamba tunajifunza juu ya maadili ambayo nyakati hizi yamekuwa ni adimu ndani ya kanisa la Mungu. Heri yako, heri yangu ambaye mnajifunza jinsi ya kuenenda mbele za Mungu wetu. Wenzetu waliotangulia zamani walikuwa ni watu wenye adili mbele za Mungu wao. Vivyo hivyo na sisi leo tuko jinsi tulivyo. Tumeacha sana mambo ya adili. Tumekuwa kama Mafarisayo ambao walikuwa na kazania tu mambo ya zaka, mambo ya utoaji, wanatoa zaka za mnanaa, lakini wameyaacha mambo ya adili. Mambo ya adili ni ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Maadili ya muhimu sana. Njoo mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Bwana, asante kwa sababu umenifundisha yaliyo ya adili, ili mimi niwe ni mtu mwenye maadili yako ndani ya nyumba yako, nikijua jinsi nipasavyo kuenenda. Paza sauti yako, omba, omba, omba. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Asante Bwana. Asante Bwana. Wema wako na fadhili zako zinisaidie. Nifanye mimi Bwana kuwa mtu mwenye adili. Niwe na adili. Neno lako ni adili. Neno lako ni adili. Bwana Yesu, saidie. Tuwezeshe Baba. Libadilishe kanisa lako. Libadilishe kanisa lako Bwana. Liwe ni kanisa lenye maadili. Mambo yale yatokeayo sasa duniani ambayo yanayakatisha tamaa watu wengine wengi kutokana na mambo yanayoendelea, mambo yasiyokuwa ya adili ndani ya kanisa. Bwana Yesu, saidie. Saidie, tuwezeshe. Saidie Bwana.